la namalizia fumbo la mwanamke kuruhusiwa kusimama madhabahuni. Tumesema mwanamke kinabii ni bibi harusi, maana yake ni kanisa, maana yake ni waumini. Kama Bwana Yesu alivyomchagua mchungaji wako, na mchungaji wako na yeye ni bibi harusi, kamchagua mchungaji wako, kampa ruhusa aje ahudumie kondoo wake Bwana Yesu. Kuna mwenyewe kama ni mchungaji ambaye hajachaguliwa na Bwana Yesu, yeye ni bibi harusi, yeye ni mwanamke, maana yake ni kwamba ndio ameenda kinyume na hii ambayo mtumishi wa Mungu alielezea kitabu cha Agano Jipya kwamba mwanamke alisimama nini madhabahuni. Maana yake wewe kama hujachaguliwa na Kristo, wewe kama mwanamke au mchungaji, usiku kusimama madhabahuni kulisha watu, kwa sababu utafanya kazi ambayo ni ya shetani na sio ya Mungu, ambayo imeruhusiwa na nani? Na Mungu. Nao wachungaji wapo wengi ambao ni manabii wa uongo. Maana hao ni wanawake ambao wanaenda madhabahuni, hawajaruhusiwa na nani? Na Bwana Yesu, ambaye ndio nini? Ndio mchungaji. Na pia mchungaji wako wa kanisa la mahali pamoja, na mwenyewe ni mchungaji, huko anamwakilisha nani? Yesu. Na yeye amepewa mdhamana kulisha waumini. Kuona waumini, na wewe uruhusiwa kwenda kuhubiri madhabahuni kabla hujaruhusiwa na mchungaji wako kiongozi, kwa sababu yeye ndo anakulisha wewe, ndo anakuchunga wewe. Yeye ndio ng'ombe, yeye ndio ndama. Tumeshasoma fumbo la mchungaji. Yeye ndio ng'ombe na analisha hilo zizi. Kwa na wewe kama mwanamke uruhusiwa kusimama madhabahuni pale, muumini yoyote yule, mwanamke au mwanaume, uruhusiwa pale madhabahuni kuhudumu bila ruhusa yake. Utakuwa ndio maana kanisa sasa hivi yanakosa utaratibu. Wazee wa kanisa wana sauti kuliko mchungaji, waumini wana sauti kuliko mchungaji. Yaani nyie mtaenda kuzimu, kwa sababu inafika mahali mna sauti kuliko mchungaji. Hakuna utaratibu kanisani. Mungu anataka pawepo niseme protocol, pawepo na nili unasikia rais, makamu wa rais, nini na nini, ngazi zinazofuata vile. Mtu mkubwa akisema, nyie wa chini wa huko usimuingilie yule mtu. Alafu zamani sio kama Mungu alikuwa na mfumo dumu. Ndio maana unasema kwa nini Yesu akuchagua wanawake wanafunzi 12? Kwa nini Wayahudi walikuwa na tabia ya walikuwa hawakavili kama wanabagua wanawake? Hapana, sio kama walikuwa wanabagua. Ule ulikuwa ni unabii. Mwanamke alikuwa, kwa sababu mwanaume ni kitu cha familia, kwa hiyo mwanaume alikuwa anawakilisha nini? Viungo. Maana viungo ndio mwili wake. Maana yani ndio maana Yesu alihubiri watu 5000. Alihubiri watu wengi, ila kwa hiyo mkutano wake akahesabu wanaume peke yao kama ni wanaume 5000. Ila watakuwepo wanawake na watoto. Kwa hiyo nanili familia ilikuwa inawakilishwa na nani? Na mwanaume. Kama